بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni tena katika kipindi chetu cha Kahawa ya Ramadhani, kipindi ambacho kinakujia ni kila siku za Ramadhani baada ya sala ya Tarawehe, kwa lengo la kukumbushana na kuongozana na kufundishana yale ambayo yanatupasa kuyajua katika dini yetu ya Kiislamu. Leo katika kipindi chetu tunao wageni wetu wapendwa, mashekhe zetu Sheikh Rashid Al-Aisari na Sheikh Mahfudh bin Salim bin Khamis na Sheikh Sultan bin Nasr Al-Riyami. Karibuni sana mashekhe katika kipindi chetu cha Kahawa ya Ramadhani. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Mpenzi mtazamaji, ikiwa ndio kwanza unafungua channel ya Istiqama Swahili TV, basi tunakuomba usubscribe, ulike na ucomment ili upate kila lilokuwa jipya katika channel yetu hii kwa faida yako na jamii kwa ujumla. Tukiwa bado tunaendelea na silsila ya vipindi vyetu, leo insha Allah taala tutaangalia funga ya mgonjwa na wasafiri. Mashaka, karibuni katika kipindi chetu. Kwa kuanzia, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah anakutakieni wepesi na hakutakieni mazito. Jana katika kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu siyam na mashekhe walizungumza vizuri tu, wakafahamisha jamii yetu, lakini leo ningependa tusimame katika funga ya wagonjwa. Inawezekana mtu yuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan akapata ugonjwa, ima ugonjwa kaingia nao au umemkuta ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuanzie hapo, ni ugonjwa gani ambao unaruhusu kuacha funga? Sheikh Rashid, tuanze naye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Salim, kama alivyoanza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu hizi hakumfanya mwanadamu iwe ni uzito kwake katika ibada, kwa maana anafanya ile ibada ikawa kwake ni kama iwe zito libeba au jambo zito ikawa ni shida, bali ibada ni raha, kama mtu anamwambia Bilal, arihna biha Bilal. Na ikiwa ibada hii inampelekea mtu kupata tabu, basi Uislamu umeweka wepesi fulani ili aweze kufanya ibada kwa moyo mkunjufu na vizuri zaidi. Kwa huyo mgonjwa, kwamba si kila mgonjwa anaruhusiwa kutoa kufunga, bali kuna ugonjwa fulani ambao Uislamu umwambia na nyinyi kwa ugonjwa wenu huu msifunge. Kwa sababu gani? Kwa sababu kufunga inampelekea mtu katika madhara ambao Allah subhanahu wa ta'ala uzito huu kauondoa. Kwa madini yetu imekuja hii si kwa ajili ya uzito. Na daima katika mambo yetu haya, baadhi ya mambo tunahitaji madokta. Dokta, bana mgonjwa wetu huyu anaumwa, maradhi yake tunaona haya mazito, je, afunge asifunge? Kwa dokta ambaye muaminifu, ambaye anaaminika, akathibitisha kwamba maradhi haya ni maradhi endelevu na maradhi haya yakifunga yatamsababisha matatizo katika funga yake, huenda akafa, huenda akazidi zaidi, huenda akawa anapata shida kweli kweli katika funga yake. Kwa mtu kama huyu tutaambiwa bana hawezi asifunge kwa sababu ya hali yake ile ambayo inayompata. Mfano sasa, mtu mwenye vidonda vya vitumbo, kwamba hali yake kawa hali kubwa, kwamba akifunga maradhi yatazidi zaidi, na akifunga anapata shida, anaumia, na huenda akalia, huenda asimalize funga, huenda akapeleka hospitali, na maradhi mengine ambayo madaktari wanathibitisha kwamba huyu hali yake hii hawezi kufunga. Kwa watu kama hao, Uislamu unaomba nyinyi msikuleni kwa mujibu wa hali ambayo imekupateni. Kwa mujibu wa ukubwa wa ugonjwa na athari yake kwa anayefunga. Naam. Ikiwa ugonjwa utapelekea katika madhara kwa wakati ule, anaruhusika. Naam, anaruhusika kufunga. Na ikiwa haupelekei madhara katika wakati ule, msije mtu kama mwana jino akaumwa na jambo fulani la kawaida. Nilikuwa nataka nitajie baadhi hapo, kaumwa na jino, kaumwa na kichwa ambacho labda akienda kulala kidogo akipumzika kitapoa, au jino kidogo limemgusa hivi kidogo akasamea akapatwa na kuendeshwa na tumbo, maradhi kama haya. Kwa hiyo muhimu kwamba je, ile funga itamwathiri sana kimwili, kisiha, yampelekea matatizo? Akifunga kupitia hali yake ile aliyopitia mgonjwa, iko hali itamwathiri sana katika maisha yake, huenda akafa. Kwa thibitisho kwa daktari
na mwenyewe anajiona, bali insana ala nafsihi basira, kama mimi nilifunga siku fulani lakini hali nilikuta ni kubwa kweli au nilikaribia kufa, lakini mtu kama mwana jino au kichwa kidogo au tumbo limemalisha kidogo au mguu au kidole akasema nauma nalia nisifunge, kwa huyu hana sababu ya kutokufunga. Kuchangia na mimi katika hiyo, kwanza lazima tujue kwamba kama ulivyotangulia utangulizi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hii dini kaifanya nyepesi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam dinu yusrun wala yushada din ahadun illa ghalaba, kwamba dini nyepesi atakayefanya kushadidia basi itamshinda mwenyewe. Sasa na Mwenyezi Mungu kachunga hali za binadamu, kamuumba na anajua madhaifu yake na nguvu yake, anajua vizuri bila shaka. Kwa hiyo binadamu huyu bila shaka ana madhaifu yake, hutokea kuumwa, hutokea kuwa mnasiha. Sasa kinachotizamwa katika swala la maradhi yako aina mbili, ima maradhi yale yawe ya kudumu au maradhi yawe ya muda. Ikiwa ni maradhi ya kudumu na yakathibitika kitabibu kwamba haya ni maradhi ambayo huyu mtu hawezi kufunga kwa maradhi hayo, basi huyo ndo anaruhusiwa asifunge kabisa. Ama yule ambaye maradhi yake ni ya muda, yani anatokea pengine siku moja, siku mbili, au yakawa si ya kudumu, yakithibitika kitabibu kwamba huyu anaruhusiwa yani kukula, lakini baadaye atahitajika mtu huyu kuja kulipa. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Hapo kwenye tayari ushaitumia hii ruhusa aliyopata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tabibu au daktari kathibitisha kwamba huyu kwa hali hii inabidi atumie dawa, kama asipotumia dawa endelee. Nini kinawajibikia hawa ambao wameitumia hii fursa, ima ikiwa kwa maradhi ya kupita au maradhi ya kudumu? Tayari washatumia fursa. Nini baada ya kutumia fursa? Ramadhani imemalizika, ndo basi fursa imepita, au kuna vitu ambavyo vinatakiwa juu yao? Sheikh Sultan. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kama walivyozungumza Sheikh Salum hapa na Sheikh Mahfudh kwamba maradhi haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaika ruhusa kwa mtu ambaye yupo katika funga akafungua kwa sababu ya maradhi kama hayo, yanagawanyika katika sehemu mbili. Kuna maradhi ambayo ni maradhun muzmin, wanachonafika wanaita maradhun muzmin, yani maradhi ya kuendelea, na kuna maradhi mengine ni maradhun muaqqas, maradhi ambayo yanakuja kwa wakati. Kwa hiyo hapa sheria imetofautisha katika hukumu kwa mujibu wa aina hizi mbili za maradhi. Ikiwa yale maradhi ambayo yalimfika mtu yakamtia mashaka, yakamletea pengine maumivu makubwa, akahisi kwamba yani yeye ikiwa atafunga basi ile funga yake itamuathiri katika yale, itaathirika maana yake ile funga kutokana na yale maradhi ambayo alikuwa nayo. Ikiwa yale maradhi ni maradhi ambayo ya muakkati, ya wakati maalum, yani maradhi ya kupona, yurja bur'uhu, yani inatarajiwa kwamba yeye atapona. Pale pengine homa, kichwa au kuendesha tumbo, kidonda, maradhi yote ambayo anatarajia kwamba yeye atapona. Basi sheria inasema kwamba mtu huyu anatakiwa asubirie kushamalizika mwezi wa Ramadhani aje alipe zile siku ambazo yeye aliziacha kwa sababu ya yale maradhi, kwa mujibu wa idadi. Kwa mujibu wa idadi ya zile siku ambazo yeye kaziacha. Na dalili ya hayo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, yote katika nyinyi ambaye atakuwa ni mgonjwa au yupo katika safari, fa iddatun min ayamin ukhra, anatakiwa aje alipe katika siku nyinginezo, yani siku nyinginezo ambazo si katika Ramadhani. Kwa hiyo huyu yale maradhi akishapona kutokana na yale maradhi, anatakiwa azihesabu zile siku zake ambazo yeye aliziacha katika mwezi wa Ramadhani, ikishaanza kuzilipa. 6, 7, 2, 1, siku 6, siku zote zile ambazo hata kama ikiwa ni mwezi mzima wa Ramadhani. Hapo Sheikh, kwa faida ya watazamaji, kwenye kulipa azilipe mfululizo au anaweza kalipa moja ikafuatia na nyingine? Naam, hapo kuna khilafu baina wanachuoni. Wako ambao waliolazimisha tatabu, yani kulipa kwa mfululizo. Mfano katika madhhabi ya Ibadhi. Wengi katika wanachuoni wetu wa Kibadhi wa zamani wanasema anatakiwa alipe kama vile anavyofunga,
Naam. Yani alqadha yakunu kal adai, kulipa inakuwa kama vile kufunga. Kama hivyo kufunga katika Ramadhani inakuwa mfululizo. Naam. Basi pia katika kulipa hatakiwa ajalipe. Mashaallah. Ila labda ikatokea tena dharura kama ilivyomtokea dharura ya mwanzo, akaweza kufungua, basi na katika kulipa pia ikitokea dharura, kwa kauli hii ya mashekhe wetu kwamba anatakiwa bitatabo, basi pia anaweza asifunge kwa mfululizo kulingana na dharura kulingana na dharura kisheria. Yani ikiwa pengine kafikwa na maradhi, anaweza wakati analipa kukatisha wakati anaumwa tena maradhi au safari mathalan, anaweza kukatisha, au mwanamke ambaye pengine kafikwa siku zake anaweza kukatisha. Kuna maanisha Sheikh Sultan katika kauli hii kwamba anataka kufunga mfano dai wa mwezi mmoja au siku 15, atafute siku ambazo kwa hali za kawaida hatokea dharura. Mfano mtu anafunga labda kesho atafunga 3, kwa anakuja ajua amepa nitapata labda gap hapa, kwa tafuta siku ambazo kwamba mimi nikifunga labda tokea tena ya Mungu kwamba mimi ipo nje ya uwezo wangu, kwa mtu ajipange vipi nifunge hizo niweze kulipa. Kwa hiyo kama nilivyosema ni masala ambayo ina khilaf, sio kama ni masala mutafaqa alayhi. Hata kwa maibadhi pia wapo ambao walisema kwamba sio lazima tatabu. Kama Sheikh Al-Qanubi mmoja katika wanachuoni wetu muasirina anasema kwamba sio lazima fanya tatabu. Kwa hiyo hali ya kwanza, ikiwa mgonjwa maradhi yake ni maradhi ambayo anatarajiwa kwamba atapona, basi atakuja kulipa tu. Ama ikiwa maradhi yake ni maradhi ya kuendelea, kwa pengine mtu ana maradhi ya sukari na daktari akamshauri kwamba asifunge kwa sababu hawezi kufunga, au kansa au maradhi mengine au kama alivyosema vidonda vya tumbo. Kwa hiyo huyu yeye sheria imemfanyia takhfifu kwa sababu itakuwa hawezi kufunga. Kwa hivyo imeanguka kwake ile hukumu ya kufunga, lakini atatakiwa aje atoe fidia badala ya kulipa. Badala ya kulipa. Kwa malipo yake ni kutoa fidia. Na hii imechukuliwa katika kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wale ambao waliokuwa wanapata taabu wameshindwa. Yutiquna wasema maulama yatakallafuna. Yani anapata shida kidogo katika kufunga. Basi hawa hukumu yao ni kutoa fidia ambayo ni ta'amu miskin, kulisha maskini. Ibn Abbas radhiallahu anhu wakati alipokuwa ana tafsiri hii aya, maulama wametofautiana katika hii aya. Baadhi ya maulama wanasema kwamba ni mansukha, imefutwa, lakini Abdullah bin Abbas yeye anasema kwamba ni muhkama, haijafutwa. Akasema Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, laysat mansukha, haijafutwa, lakini hii aya fi shaykh al-kabir, inamhusu mtu mzima mwanamume ambaye ni mkubwa wa kiumri, wa shaykhati al-kabira, na mwanamke ambaye ni mtu mzima, la yastati'ani an yasuma, hawezi kufunga, fayut'imani an kulli yawmin miskina, au fayut'imani makana kulli yawmin miskin, watalisha kwa kila siku ambayo wao wameiacha miskini mmoja. Miskini mmoja. Lakini sasa hapo katika maradhi kuna baadhi ya watu ile kwamba ana tashaddud ule dini, mfano maskini mkewe mgonjwa, somo hizi 15 hajalipa, nasema kesho kuta mke wangu Ramadhani, vipi Ramadhani ingine hujalipa, itabidi ufunge hivyo hivyo. Sasa mke maskini mgonjwa bado na maradhi yale, huenda kaondoka kweli, ukisema maradhi taondoka ya muda tu, lakini sasa anamlazimisha mkewe afunge kwa Ramadhani ijayo inakuja, hana uwezo kufunga bado, ugonjwa wake maskini bado umemkamata, lakini atapona inshallah, ipo nia, ipo tamaa. Lakini sasa vipi kama hawa anakuwa mtu anamlazimisha mkewe katika jambo ambalo zito, anafanya dini kuwa ni ngumu, na mke anapaka anachukia dini. Sasa dini gani hii imekuwa ya uzito kama huu? Kwa hiyo baadhi ya watu wanatakiwa waangalie kwamba dini yetu hii haimkalifishi mtu kitu ambacho hakiwezi. Ongezea Sheikh Salum katika swala la maradhi. Watu wametofauti, yani wako nafsi ziko tofauti katika masuala ya kidini. Yani kuna watu wanafurahia inapokuja misimu ya funga, na kuna wengine wanakuwa wanasabika nyuso zao na wanakereka yani. Sasa maradhi tulozungumza hapa ni yale ambayo yamekuja wenyewe, sio maradhi ya kujitafutia na kujitengenezea maradhi. Baadhi ya watu kwa kukimbia swala la funga hujiundia maradhi ili aonekana na yeye ana maradhi. Kwa hiyo hili aliwezi kuingia katika hukumu hii, na hawa wanaingia katika yani kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inayosema yani yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, yani wanadanganya
wanamdanganya Allah na walioamini, hali ya kuwa hawadanganyi isipokuwa nini? Nafsi zao. Kwa sababu maradhi wamejitafutia, yani wamejiundia wenyewe. Mtu haumwi lakini anasema mimi naumwa, kwa hiyo anatafuta zile sababu ili akimbie ile funga. Hawa hawaingii katika mazungumzo baina yake na Mola wake. Jazakumullah khair. Tubaki kwenye fidia. Imezungumzwa hapa kama wale wenye magonjwa ya kudumu ya kuendelea, basi wale hawatakikani kulipa katika masiku yanayokuja, badala yake watoe fidia. Ndio. Hatujawaambia waumini fidia ya kiwango gani na inatolewa nini. Naam. Tuwajuze Waislamu wenzetu. Fidia ina khilafu baina wanachuoni katika kukadiriwa. Naam. Kwa madhehebu ya Kiibadhi na madhehebu ya Hanafi au nasema kwamba inatakiwa itolewe nusu pishi. Nusu pishi. Nusu pishi. Naam. Ambayo ni muddain, yani vibaba viwili. Vibaba viwili. Ambavyo kwa sasa kwa vipimo tunavyotumia sasa takriban ni kama kilo moja na nusu. Na nusu. Kilo moja na nusu. Naam. Sawa. Na wao wamechukua kiasi katika hadithi ya Ka'b bin Ujra radhiallahu anhu, ambaye alitakiwa atufidia katika masala ya hija. Naam. Na Mtume sallallahu fidiyatu min siyamin au sadaqatin au nusuk. Sasa Mtume sallallahu alimuongoza kwamba atoe nusu pishi. Ikiwa anataka kulisha basi atalisha kwa nusu pishi. Naam. Kwa kila maskini. Ka'b bin Ujra. Kwa hiyo hii imechukuliwa kama ni kiasi katika masaili mengine ambayo mtu anatakiwa alishe, wakati kwa hii kwamba ni nusu pishi kwa madhehebu ya Kiibadhi na madhehebu ya Hanafi. Lakini mfano kama madhehebu ya Shafi'i wao wanasema kwamba ni kibaba kimoja. Kwa hiyo masala ina khilaf. Lakini kwa madhehebu ya Kiibadhi anatakiwa atoe pishi nusu pishi. Nusu pishi ambayo ni kisasa na kilo moja na nusu. Na nusu moja. Je, katika kuitoa hiyo kilo moja na nusu au kuitoa hiyo fidia ya kumlisha maskini mmoja, anaweza kukusanya kwa mujibu wa siku zote za Ramadhani 29 au 30 akazikusanya kwa wakati mmoja akazitoa, au kwamba ana wajibu wa kutoa kila siku moja kwa maskini mmoja? Namna gani iliyokuwa nzuri katika kutoa hiyo fidia? Yote mawili anaweza kuyafanya. Yote mawili hayo anaweza kuyafanya. Anaweza pengine yeye akawa kila siku ikipita ile siku, sharti kwamba ipite ile siku. Yani asija akatanguliza kutoa fidia kabla zile siku hazijapita. Lakini anaweza akakhirisha. Kuakhirisha hapana tatizo. Anasema ishapita siku 5 10. Naam. Inawezekana akatoa baada ya kila siku, au inawezekana pengine akaacha siku 5 akaja akatoa za siku 10. Akatoa siku 5. Siku 10 akatoa siku 10. Kwa sharti asija akatoa kabla. Asija akatoa kabla. Naam. Jazakumullah khair mashekhe, mashallah ametufaidisha mengi juu ya funga hii ya wagonjwa na maradhi gani ambayo anaruhusiwa mwanadamu kutokufunga au Muislamu kutokufunga, pamoja na yanayomwajibikia baada ya kuacha kufunga kwenye kulipa na kutoa fidia. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, tutoke mapumziko mafupi kisha turudi tena katika kahawa ya Ramadhani kwa kufaidika na mengine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Huu ni wito kwa Waislamu wote kuelekea kwa Mola wao kutekeleza ibada ya hija. Msimu wa hija umefika. Safari ya kiroho inayobadilisha maisha imefunguliwa. Je, umewahi kujiuliza ni vipi utaitika wito wa Mola wako? Zanzibar Istiqama Charitable Organization ni wakongwe wa kupeleka Uislamu kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu kwa usahihi, utulivu na huduma iliyo bora yenye kuridhisha. Kwa nini usisafiri nasi? Miaka 25 ya uzoefu wa usafirishaji mahujaji. Semina muhimu zinazoongozwa na mashekhe wabobezi kabla ya safari na mkiwa safarini. Malazi mazuri katika hoteli zilizo karibu ya misikiti ya Maka na Madina. Huduma ya buffet kwa chakula mara 3 kwa siku. Visa tuachie sisi. Usafiri wa ndege ya moja kwa moja kwenda na kurudi. Madaktari wabobezi muda wote wa safari. Chanjo zote kwa mahujaji. Ziara za maeneo ya kihistoria Maka na Madina. Huduma za kuchinja. Usafiri wa treni kutoka Maka mpaka Madina
kwa muda wa masaa 2.25 badala ya masaa 8 kwa usafiri wa basi. Huduma zote hizo ni kwa gharama ya dola 6700 tu. Nafasi ni chache, wahi hivi sasa. Jina lako lisio miongoni mwa waliochelewa. Jiandikishe leo. Kwa mawasiliano zaidi, fika ofisini kwetu Raha Leo mbele ya msikiti wa Jumuiya ya Waarabu au wasiliana nasi kwa namba hizi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika. Naam, wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni tena katika kipindi chetu cha Kahawa ya Ramadhani. Tumerudi tena baada ya mapumziko mafupi. Ikiwa ndio kwanza unatuangalia katika channel yetu, basi tunakuomba usubscribe, ucomment au ulike na ulike ili upate yale mazuri yanayoko katika channel yetu. Mashekhe, tunarudi tena katika kipindi chetu baada ya mapumziko mafupi. Tayari tushaona funga ya wagonjwa na ufafanuzi wake, na katika aya iliyotoa ruhusa, na wasafiri nao pia wamepewa ruhusa. Tuanzie hapa, wasafiri. Msafiri ana ruhusa gani katika kutokufunga? Ama kuhusiana na msafiri, msafiri naye pia akapewa ruhusa, kwa sababu safari mara nyingi inakuwa inaingiliwa na mashaka. Naam. Shaka, tatizo, tabu ambayo mtu anapata katika ile safari. Kwa hiyo sheria imefanya takhfifu pia kwa huyo msafiri. Ndio ile aya ambayo tumehitaja, faman kana minkum maridan au ala safari, au ambaye yupo katika safari. Kwa hiyo mwenye kusafiri, sheria imempa ruhusa kwake yeye, anakuwa na khiari, anaweza akafunga na anaweza akala jana, anaweza akaacha. Na pia zimethibiti hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kama maswahaba walikuwa wakati mwingine wanafunga, wakati mwingine walikuwa wanakula. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema kwamba safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faminna as-sa'im wa minna al-muftir falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftiri wala al-muftiru 'ala as-sa'im. Anasema tulisafiri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa ni safari ya kwenda katika mji wa Makkah, fathi Makkah ile. Walisafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi yao wakawa wamefunga na baadhi yao wakawa hakufungua. Wale waliofunga hawakutia aibu wale ambao hawakufunga, na wale ambao hawakufunga hawakuatia aibu wale ambao waliofunga. Maana yake ilikuwa ni jambo ambalo lina khiari kwa wao, kiwa mtu atataka kufunga au atafungua. Na pia hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inafanana na hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka, kharaja an-nabii sallallahu alaihi wasallam ila Makkah aam al-fath. Alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Makkah katika ule mwaka ambao ilikuwa ni ufunguzi wa mji wa Makkah. Naam, ni mwaka wa 8 Hijria. Wakati anatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, akawa kafunga, faswama, akafunga hatta balagha al-kadid, mpaka kafika sehemu inaitwa Kadid. Naam. Fa aftara, akafuturu, wa aftara an-nasu ma'ahu, na watu wote wakafuturu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizi hadithi zote zinaonyesha kwamba kwa mtu ambaye yupo katika safari inajuzu kisheria akafunga, anayo ruhusa ya kutokufunga. Naam. Lakini mashekhe, kwa wakati wetu sasa safari zipo za aina nyingi. Naweza mtu akatoka shamba kwenda mjini au mjini kwenda shamba. Anaweza akasafiri asubuhi akarudi mchana, anaweza akasafiri jioni akafika. Hebu ni masafa gani, safari ya umbali gani au safari ya aina gani ambayo mtu anaruhusika kuitumia hii fursa? Je, nikitoka na gari yangu mimi hapa nikienda zangu shamba, muda wa nusu saa, dakika 45, barabara safi, ndani ya gari MKFC, nimekwenda nimefanya shughuli zangu, nimerudi, nayo nafasi ya kuitumia ruhusa hii? Sheikh Rashid Mahfudh. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa bihi nasta'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ruhusa imekuja kwenye Qur'ani kwamba msafiri na mgonjwa wanayo ruhusa ya kufunga, ya kufungua. No. Kama ilivyokuwa kwa msafiri pia, yani kwa msafiri anayo ruhusa ya kula. Kwa hiyo kinachotizamwa ni yeye msafiri mwenyewe, hali yake. Ikiwa katika safari ile pengine kuna mashaka na taabu zaidi katika safari yake, basi huyu kwake ni aula kufungua kuliko ile kufunga. Naam. Na ikiwa safari yake ni nyepesi na haina mashaka makubwa kama walivyotuelezea,
basi wa antasumu khairul lakum, ikiwa mtafunga kwenu nyie basi ni bora zaidi kuliko kufungua. Na masafa ya safari ambayo yanaruhusiwa mtu kufungua, bila shaka ni masafa ambayo pia anaruhusiwa kuswali sala ya safari. Kupunguza swala, kuswali sala ya safari. Yale masafa ambayo karuhusiwa kisheria kwamba akisafiri, akiwa ni msafiri apunguze swala, ndio masafa hayo ndio anatakiwa, anaruhusiwa kufanya nini? Kula, yani ikiwa ni msafiri, ambazo ni kilomita, yani farsakhaini katika kauli ya madhehebu ya Kiibadhi, kwamba lazima masafa yafike kilomita 12 ambayo ni sawa na farsakhaini. Naam. Hapo kwenye kilomita 12 lisije likazua taharuki ile swala. Kutoka mjini pengine mpaka Tunguu, Kibele, wapi, kilomita 12 zimetimia au zaidi. Katika kisiwa chetu cha Unguja, visiwa vyetu vya Unguja na Pemba, tunahesabika kwamba tukitoka sehemu moja kwenda nyingine ni wasafiri kwa kuzingatia hizo kilomita 12. Kwa faida watazamaji. Swala zito Sheikh Salu. Lakini kifupi kama alivyosema Sheikh Mahfudh, masala ya kukadiria yale masafa ni masala ya kijitihadi. Masala ya jitihadi. Hakuna nasi iliyokuja katika Qur'ani moja kwa moja kwamba mtu ambaye atakayesafiri kwa masafa hayo ndio afunguze au apunguze swala. Hakuna. Kwa hiyo ndio maana utakuta kwamba wako wengine waliosema ile mtu kashaika nia tu kwamba anasafiri, hata kama ikiwa ni safari ndogo, basi tayari yeye kisheria anaruhusiwa kupunguza swala na kufunguza katika mwezi wa Ramadhani. Kwa madhehebu ya Dhahiria au wanasema safari yote mutlaqat. Wanasema yote wanaruhusiwa. Kwa kauli zao kwa dhahiri, kama ilivyo dhahiri ya kauli, dhahiri sawa, kama kana minkum marid au ala safar, safari yote aina yote, kubwa ndogo, fupi refu, naam, kwa ajili ya halali, kwa ajili ya haramu. Naam, hata kama kwa ajili ya haram kwa wao, yani naam. Tayeb, sasa kwa madhehebu ya Ahlus Sunna wao wanasema kwamba wao wamekadiria masafa marefu zaidi. Naam. Ni 80 mpaka 85. 84 mpaka 85 kilomita. Huyo ni msafiri. Ndio msafiri ambaye anaruhusiwa kupunguza swala kwa wao au kupunguza. Lakini kwa madhehebu ya ashabina al-Ibadhiyya, wanachuoni wetu wa Kiibadhi, kikweli kauli ndio hiyo kwamba ni farsakha mbili, pamoja na kwamba katika kitabu cha Idah anasema ni 3 farasikh, farsakha 3, anasema farsakha 3. Naam. Kwa hiyo hakuchukulia kauli hiyo kwamba ni kilomita 12. Je, hiyo itafanywa kazi labda hapa kwetu Zanzibar, hapa kwetu Unguja mathalan au Pemba? Nadhani kwa fatwa za mashekha wetu kwamba ndani ya visiwa, yani kisiwa kama Unguja na Pemba au Pemba, kisiwa cha Pemba inahesabika ni kama mtaa mmoja au mji mmoja ambao umejishikana. Kwa hiyo haruhusiwi kuswali sala ya safari wala kufungua kwa sababu kasafiri masafa hayo tuliyosema, kwa sababu bado anahesabika hajaingia masafa, kwa sababu kisiwa chote kinahesabika sehemu mtaa mmoja kama kijiji kimoja. Naam, kama hivyo. Je, kitoka Unguja kwenda Pemba au Pemba uja Unguja, msafiri hapo ataswali atafungua, ni msafiri, anahesabika ni msafiri, kwa sababu baina ya masafa ya kisiwa na kisiwa bila shaka. Tuhitimishe hivi kwenye hapo fursa ya kufungua, tayari anayo hiyo fursa ya kufungua. Kipi kilichokuwa bora baina ya kufunga au kuichukua fursa au kuichukua ruhusa ya kufungua? Kipi kinapendelewa zaidi au kipi bora zaidi? Nikatoka Unguja kenda Pemba, yupo kwa jamaa, kwa ndugu, kwa rafiki, katulia. Au katoka Unguja katoka Pemba kaja Unguja, yupo kwa ndugu, jamaa, watoto, ni msafiri mkazi. Msafiri mkazi, lipi lilokuwa bora? Au kwenda Dar, katoka Dar kuja Unguja, katoka Unguja kwenda Dar? Au Salum, katika jambo kama hilo, kwanza kabla kuingia pointi hii, kwamba tunakuja katika watu mazoea,
msafiri anaposafiri popote anapokwenda akawa amefunga, watu wanamshangaa. Msahau hadithi ya Mtume kwamba hakuna mmoja aliyemtia aibu mwingine. Wewe msafiri unafunga. Lakini sasa tukija upande wa pili kwamba msafiri mwenyewe ajiangalia kwamba safari yangu alhamdulillah, kama ulivyosema Ustaz Salum kwamba naisi au kama boti hakuna tabu, masaa mawili tu kule ninakaa kwa jamaa, hakuna tabu yote ninayopata kubwa tu ni kutoka kwangu au sehemu nyingine. Kwa huyu msafiri mkazi hana shida, hana tabu, kwa hiyo ni bora zaidi kufunga, hasa ikiwa ni wepesi kwake. Lakini ikiwa anaona safari yangu mimi labda makazi mazito, labda kuna kazi fulani nafanya labda au hivi na hivi, au katika kuona kwangu na kutoka hapa mpaka mikoani na mabasi tabu, shida njiani, tena yule ni bora zaidi kufunga, kwa sababu dini yetu kama tulivyosema mwanzo kipindi kwamba ni wepesi. Upe upesi wako, kwa sababu tukija mtu akiambiwa haya atakaa siku 15 atakula. Sasa baadaye anakuja tena ile kwanza kulipa peke yake sasa. Lakini Ramadhani mkianza kufunga pamoja unapata moyo, unapata wepesi. Kwa je, wepesi kufunga kwangu mie au wepesi kufungua? Kwa nikifunga katika safari yangu nitapata shida katika safari yangu? Sipate shida. Wala hakuna tabu yote ninayopata. Ni kawaida kama kwa nyumbani. Basi bora afunge. Lakini kufunga kwangu ni uzito, nitapata tabu, basi bora afungue, sababu dini yetu haitaki mtu aingie katika matatizo na shida katika ibada zake. Mashaallah, jazakumullah khair mashekhe, Allah kulipeni kila la kheri kwa elimu yenu mliotoa na faida hizi ambazo tunatarajia kwamba watazamaji wetu wamefaidika, baina kujua ile funga ya mgonjwa na funga ya msafiri, ni mambo gani ambayo mgonjwa anaruhusiwa kuacha kufunga na msafiri, na sheria zake au hukumu zake katika funga nazo pia tumezijua. Asante sana kwa yenu, na Allah kuzidishieni katika elimu mlioitoa. Penzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, hii ni kahawa ya Ramadhani. Ni matumaini yetu kwamba mmefaidika na mmeyapata yale ambayo ni muhimu katika dini yenu, na hasa katika ibada hii ya funga ambayo sasa hivi tupo ndani yake. Basi huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha kahawa ya Ramadhani. Leo tulikuwa nao mashekhe wetu Sheikh Rashid Al-Aisari na Sheikh Mahfudh bin Salim na Sheikh Sultan bin Nasr Al-Riyami. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi chingine. Usikose kesho baada ya sala tarawih kuwa nasi katika kahawa ya Ramadhani. Leo tuondoke na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Itafakari kisha chukua hatua katika matendo yako. Tutaonana katika kipindi kijacho. Kwambieni masakumullahu bil khair wasurur. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.